Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Timu ya 42 ya utafiti wa Antarctica ya China yaongeza ugavi kituo cha Zhongshan. Njia mpya ya reli ya mwendo wa kasi kuanza kazi Guangxi, kusini mwa China, na rais wa Ghana sifu maendeleo makubwa ya China katika ustawi wa wanawake. Kwa haya na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Timu ya 42 ya China ya msafara wa utafiti wa Antarctica imeanza kushusha vifaa vya utafiti wa kisayansi baada ya kuwasili karibu na kituo cha Zhongshan. Operesheni hiyo inaendelea kwa msaada wa meli maalum za kuvunja barafu Xuelong na Xuelong 2 kama sehemu ya safari ya miezi 7 ya utafiti. Nilifuatilia taarifa hiyo na kuandalia ripoti ifuatayo. Safari hii ya utafiti wa miezi 7 inaandamana na meli mbili maalum za kuvunja barafu Xuelong na Xuelong 2 ambazo ziliondoka Shanghai tarehe 1 Novemba. Meli hizo mbili zinaleta jumla ya takriban tani 2,000 za vifaa kwa ajili ya shughuli za kisayansi katika kituo cha Zhongshan. Meli ya Xuelong 2 iliwasili kwanza katika eneo la kushushia mizigo, umbali wa takriban kilomita 12 kutoka kituoni. Baadaye helikopta ya KA-32 ilitumia safari kadhaa kusafirisha zaidi ya tani 300 za mafuta ya maeneo ya baridi kwenda kituoni hali ya hewa iliporuhusu. Takribani wanachama 90 wa timu ya safari ya utafiti waliosafirishwa na meli hizo mbili tayari wako katika kituo cha Zhongshan wakijiandaa kupokea vifaa na majukumu ya utafiti wa kisayansi. Baada ya juhudi za zaidi ya saa 30 za Xuelong 2 kupanua njia kwenye barafu na kuongoza safari, meli ya Xuelong nayo imewasili ikiwa imebeba takriban tani 1,500 za vifaa. Shughuli za kushusha mizigo kwa kutumia usafirishaji juu ya barafu na helikopta zinatarajiwa kukamilika ndani ya wiki 2. Baada ya hapo, Xuelong itaelekea kituo cha Qingling na Xuelong 2 itaelekea kituo cha Changcheng, vyote vikiwa Antarctica. Safari hii inahusisha zaidi ya washiriki 500 kutoka taasisi zaidi ya 80 za China bara pamoja na watafiti kutoka nchi na maeneo zaidi ya 10 ikiwemo Thailand, Chile, Portugal, Hong Kong na Macau kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kimataifa wa kisayansi. Watafiti watafanya tafiti za kisayansi katika nyanja mbalimbali, kuendeleza miradi mikubwa ya kitaifa na kupima vifaa vilivyotengenezwa China katika mazingira ya baridi kali. Kwa mara ya kwanza kabisa watafanya majaribio ya kuchimba kisayansi kwenye maziwa yaliyo chini ya mazalia mazito ya barafu katika maeneo ya ndani ya Antarctica. Njia mpya ya reli ya mwendo wa kasi inatarajiwa kupunguza kwa 70% muda wa kusafiri kati ya mji mkuu na mji wa kiwango cha wilaya unaopakana na Vietnam katika mkoa wa kujitawala wa Guangxi mara tu itakapokuwa ikifanya kazi kikamilifu. Reli ya Nanning-Pingshan yenye urefu wa kilomita 201 imejengwa kwa sehemu mbili, sehemu ya Nanning-Chongzhou na sehemu ya Chongzhou-Pingshan. Sehemu ya Nanning-Chongzhou ilianza kufanya kazi Desemba mwaka 2022 na kupunguza muda wa safari kati ya miji hiyo miwili kutoka saa 2 na dakika 36 hadi dakika 52. Sehemu ya Chongzhou-Pingshan yenye urefu wa kilomita 81 na kasi iliyosanifiwa ya kilomita 250 kwa saa iliwekwa rasmi katika matumizi siku ya Ijumaa iliyopita, na hatua hiyo inamaanisha kukamilika kwa ujenzi wa mradi mzima. Katika awamu ya mwanzo, jozi 4 za treni za mwendo kasi zitaendeshwa kila siku. Safari ya haraka zaidi kutoka mji mkuu Nanning hadi Pingshan inachukua dakika 75, kupunguza dakika 178 ikilinganishwa na safari za kawaida za treni za abiria kwa sasa. Baada ya ufunguzi wa reli hiyo mpya, njia bora ya usafiri wa abiria iliyounganishwa na mtandao wa kitaifa wa reli za mwendo kasi kupitia kitovu cha Nanning itaanzishwa na kutoa ufikiaji wa moja kwa moja hadi mji wa mpaka wa Pingshan na kuboresha zaidi muundo wa mtandao wa reli katika eneo la Guangxi. Ujenzi wa sanamu kubwa ya theluji yenye urefu wa mita 23.8 umeanza ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya maonyesho ya kimataifa ya sanamu za theluji
ya Sun Island ya 38. Maonyesho haya yatakayofanyika mjini Harbin, mji mkuu wa mkoa wa Heilongjiang, kaskazini mashariki mwa China, yanatarajiwa kufuatiliwa zaidi. Tom Wanjala anatueleza zaidi. Wachongaji wa theluji wanasema kuwa ujenzi wa sanamu hiyo ijulikanayo kama Bwana Snowman, ambayo ni miongoni mwa kazi za sanaa zinazovutia zaidi katika maonyesho hayo, utachukua kati ya siku 3 hadi 4 na kuhitaji takribani mita za ujazo 5,000 za theluji. Changamoto kuu katika kutengeneza Bwana Snowman ni kudumisha uwiano sahihi wa muundo wake kwa ujumla. Kwa kuzingatia ukubwa wake mkubwa, wachongaji hulazimika kurekebisha kazi yao mara kwa mara wakati wa mchakato wa kuchonga ili kuhakikisha uwiano unazingatiwa. Maonyesho ya mwaka huu yatafanyika katika eneo lenye ukubwa wa mita za mraba milioni 1.5 na yatahusisha zaidi ya sanamu 260 za theluji. Ili kuboresha uzoefu wa wageni, teknolojia ya uundaji wa miundo ya 3D imetumika katika kubuni sanamu hizo. Maonyesho yanatarajiwa kuendelea hadi Februari mwaka ujao. Kwa sasa tunahitaji kuandaa muundo wa 3D kwa kila sanamu ya theluji ili kuhakikisha kazi ya mwisho inalingana kikamilifu na muundo uliopangwa. Kwa mtazamo wa usalama, miundo hii hutuwezesha kufanya makadirio sahihi zaidi kuhusu usalama na uthabiti wa sanamu, hivyo kuongeza uimara wake. Sanamu zote zinatarajiwa kukamilika katikati hadi mwishoni mwa mwezi Desemba. Rais wa Ghana John Dramani Mahama amesifu hatua kubwa na endelevu ambayo China imeendelea kuchukua katika kuimarisha maendeleo ya wanawake, akisema nchi hiyo imeendelea kuwa kinara duniani katika kukuza usawa wa kijinsia tangu kupitishwa kwa azimio la Beijing la mwaka 1995. Mwenzangu Simiyu Wanjala ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hiyo ametuandalia ripoti ifuatayo. Mahama alitoa kauli hiyo katika mahojiano maalum na China Media Group CMG yaliyorushwa hewani Ijumaa. Rais huyo alitembelea Beijing Oktoba mwaka huu kuhudhuria mkutano wa viongozi wa dunia kuhusu wanawake na pia alikutana na rais wa China Xi Jinping. Mahama amesema mafanikio ya China katika miongo mitatu iliyopita yanadhihirisha dhamira thabiti ya nchi hiyo katika kuwawezesha wanawake kwa vitendo halisi. I want to commend President Xi for championing the cause of women and calling this global leaders meeting on women to review the progress that has been made in respect of women across the world. President Xi gave the keynote. He mentioned the advances that women have made all across the world, including in China, and also mentioned the gaps that exist in terms of accelerating women's empowerment and equality. I gave a bit of a report card of Ghana. President Xi, of course, had given a report card on China, and women have made quite serious advances here in China. In Ghana, our women have also advanced quite well. Currently, we have gender parity when it comes to enrollment in school. As many girls are going to school as boys. Before, it wasn't the same. Aside from that, women have made advances, held some of the top government positions. Alimsifu Rais Xi Jinping kwa kuandaa mkutano huo na kwa uongozi wake katika ajenda ya kijinsia duniani. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa nchini China wanawake wanachangia zaidi ya 43% ya ajira, karibu 46% ya nguvu kazi katika sayansi na teknolojia, na takriban 1/3 ya ushiriki katika biashara ya kidijitali na sekta ya utiririshaji mtandaoni, wakionyesha nafasi yao inayozidi kupanuka katika uchumi na ubunifu. Mahama amesema mafanikio haya yanaonyesha dhamira ya China katika kutekeleza azimio la Beijing na kusukuma mbele usawa wa kijinsia. China, because it was home to the Beijing Declaration, has made quite serious advancements in accelerating women's empowerment. That's admirable. And I believe that we should be proud of what China has done. In our country, we're trying to push women's empowerment, and I think that women have made very serious advancements in Ghana too. Women dominate business and trade. And so when you come to the area of commerce, marketing goods and all that, women dominate that sector. In education, like I said, more women are going to school and staying in school. Kwingineko ni kwamba China imefanikiwa kujaribu treni ya kwanza duniani ya mizigo yenye uzito wa tani 35,000
inayofanya kazi bila kutumia ndoano za kuunganisha. Mafanikio hayo yanaashiria hatua kubwa ya kiteknolojia katika sekta ya usafirishaji wa mizigo kwa reli. Mwenzangu Ronald Mutie anaripoti zaidi. China imetumia majaribio ya treni ya kwanza duniani yenye uzito wa tani 35,000 yenye sehemu nyingi bila kutumia ndoano za kuunganisha kama ilivyo kawaida. Treni hii ya makundi isiyo na vishikizo ilikamilisha majaribio ya mafanikio katika mkoa wa Mongolia ndani kaskazini mwa China Jumatatu. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza treni nzito yenye sehemu nyingi za mizigo inaweza kusogea ikitegemea ishara pekee bila vishikizo vya mitambo. Lengo la majaribio haya ni kuongezea kasi ya kutumika kwa breki kwenye sehemu 7 za treni, kila moja ikiwa na uzito wa tani 5,000 kwa wakati mmoja bila kugongana au kutenganishwa kwa kutumia mfumo wa kisasa. Mfumo huu wa ishara bila waya ulitengenezwa kwa kushirikiana na kampuni ya kawi ya China Shenhua na taasisi nyingine. Mafanikio haya ya majaribio yanaonyesha kuwa China inaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kusafirisha mizigo kwa treni na pia kutoa suluhisho jipya la kiufundi la Kichina kwa usafirishaji wa reli duniani. Hii ni treni kubwa yenye mizigo mizito ambayo ina uwezo wa kufanya kazi kama mfumo mmoja salama na yenye ufanisi, ikitumia teknolojia ya kisasa badala ya njia za kawaida za kuunganisha mabehewa ya treni. Kwingineko ni kwamba China imepitia mfululizo wa maboresho na ubunifu katika miaka ya hivi karibuni, hali ambayo ilichochea ukuaji wa uchumi na kuifanya sekta ya ufugaji wa ngamia kuwa nguzo muhimu ya ustawi wa vijijini katika eneo la Keping, Xinjiang. Zakia Pong yupo hapa na anatueleza zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Karibu tujiunge basi naye Zakia Pong. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Sekta ya ufugaji wa ngamia katika eneo la Keping, kaskazini magharibi mwa mkoa wa Xinjiang, China, imepitia mfululizo wa maboresho na ubunifu katika miaka ya hivi karibuni, ambayo yamechochea ukuaji wa uchumi na kuwa njia muhimu ya ustawi wa vijijini katika eneo hilo linalojulikana kama maskani ya ngamia nchini China. Kutokana na historia thabiti ya ufugaji wa ngamia, eneo la Keping katika miaka ya hivi karibuni limeweza kutumia rasilimali zake za kipekee katika sekta hii kuendeleza maeneo ya uchumi wa mkoa wa Xinjiang na kuboresha mapato ya wakulima na wafugaji. Ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuendeleza zaidi sekta hii muhimu, eneo hilo limehamasisha kikamilifu vituo vya ufugaji katika miji mbalimbali kuboresha shughuli zao kwa kutekeleza mfano wa maendeleo wa serikali wa biashara kituo wakulima na kutoa msaada wa ruzuku kwa wakulima kujenga wigo, kuhakikisha ununuzi wa maziwa ya ngamia na kuhifadhi gharama za bima. Juhudi hizi zinalenga kulinda urithi wa utamaduni wa ufugaji ngamia wa maelfu ya miaka kwenye eneo la Keping na zina msaada mkubwa katika kuboresha maisha ya wakulima wa eneo hilo. Msaada huo unaohimizwa na sera umesaidia kuinua mazingira ya biashara na kuboresha huduma kwa wajasiriamali wa ufugaji ngamia, huku sasa ikiwa na msisitizo zaidi wa kuunganisha na kutoa msaada kwa wakulima wa eneo hilo, kusaidia kuharakisha mchakato wa uzalishaji na kuongeza mapato yao. Pia kuna jitihada kubwa zinazofanywa katika kuhimiza ubunifu wa kiteknolojia ili kusonga mbele katika sekta hiyo. Moja ya mafanikio haya ni pale ambapo kikundi cha utafiti na maendeleo ya kampuni ya maziwa ya Xintuo ya Xinjiang pamoja na wafanyakazi wataalam wa teknolojia na wataalam kutoka chuo kikuu cha tiba ya jadi ya China cha Zhejiang walipofanikiwa kutenganisha polypeptide
kutoka kwenye maziwa ya ngamia ambayo husaidia kuongeza matumizi yake kwa bidhaa zenye thamani zaidi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Haya basi, mwisho kabisa kabla ya kukamilisha ni kwamba ni ule wakati wa kujifunza Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Di 4课，我家有4口人。 Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Yao. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 几 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 口 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 和 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 没 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 个 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami.
Tafadhali jibu sahihi kuendana na swali. 你家有几口人？ Ipi ni sahihi? 第二个，我家有4口人。你有姐姐吗？第一个，我有一个姐姐。她是谁？第一个，她是成龙。他是哪国人？第二个，他是中国人。你认识他吗？第一个，我不认识他。Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.